Kuna ule uchafu ambao huwa unatoka kwa mwanamke baada ya mwanaume kumaliza kushiriki tendo la ndoa. Wanaume wengi wamekuwa wanalivumilia tu, na wanaume wengi wamekuwa hawapendi kiuhalisia, na wanaume wengi wamekuwa wanakeleka nalo. Nadhani moja kati ya kitu ambacho kinamfanya mwanaume asirudi tena kwa mwanamke ni ile aina ya uchafu ambayo mwanamke huwa anaitoa. Bahati mbaya zaidi, kuna wale ambao wanatoa uchafu ambao unatoa harufu, na kuna wale ambao wanatoa uchafu ambao hata ukienda kujisafisha bado kisaikolojia yule mwanaume huwa anabaki na ile harufu. Sasa ile harufu ndio ambayo huwa inamfanya mwanaume asirudi tena kwako. Kuna wakati unaweza kuwa ni mwanamke mzuri tu, na ni mwanamke ambaye unajipenda, unavaa vizuri, unapendeza, na bahati nzuri Mwenyezi Mungu amekujali, amekupa muonekano mzuri ambao kila mwanaume anaweza akavutika kuwa na wewe. Ila kila mwanaume akisha shiriki tendo la ndoa na wewe, tayari anakuwa hana hamu ya kwenda kushiriki tendo la ndoa na wewe. Hii ni kutokana aidha na ule uchafu ambao unaupata, ambao uchafu huo sasa unaweza kuwa unatoa harufu, na bahati mbaya uchafu ukishaanza kutoa harufu huo unaharibu kabisa maumbile ya mwanamke. Automatically huwa unafanya maumbile ya mwanamke aidha kutanuka na yasirudi kwa haraka, lakini uchafu huo automatically unavyotoka kwa mwanamke huwa unapunguza joto ambalo humfanya mwanaume aweze kufurahia tendo la ndoa. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake wanaambiwa wao wanauke baridi, na kuna wengine wanaambiwa wanauke wenye joto. Mara nyingi mwanaume anafurahia uke wenye joto. Sasa kwa mwanamke ambaye unakutana na hii changamoto ya kuwa na maumbile ambayo yana baridi, automatically mwanaume hawezi kufurahia tendo la ndoa. Na bahati mbaya unakuta una maumbile ambayo yana baridi, lakini pia unakuta unatoka uchafu. Hii inaweza ikawa changamoto ya kumfanya mwanaume asirudi kabisa kushiriki tendo la ndoa nawe.